Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Ni wasaa habari za biashara. Mimi ni Eden Bahati. Tanzania imezindua kielelezo cha faida rejea kwa dhamana za serikali, Sovereignty Hardcover, mfumo unaolenga kuongeza uwazi katika soko la dhamana, kurahisisha maamuzi ya wawekezaji na kuweka mazingira ya upatikanaji wa mitaji kwa ufanisi zaidi. Dorcas Ramos ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi kwa niaba ya Waziri wa Fedha, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema kielelezo hicho kitawapa wawekezaji rejea ya kuaminika ya viwango vya faida na thamani ya dhamana za serikali, hatua itakayosaidia kufanya maamuzi sahihi na kuongeza biashara katika soko la dhamana. Mfumo huo pia utasaidia mabenki, mifuko ya hifadhi ya jamii, kampuni na watu binafsi kupanga bei za mikopo na bidhaa mbalimbali za kifedha. Kielelezo hiki ni kioo kinachoakisi matarajio ya soko kuhusu ukuaji wa uchumi, mfumuko wa bei na mwenendo wa sera ya fedha. Kwa Benki Kuu, itaimarisha utekelezaji wa sera ya fedha inayotegemea viwango vya riba, yani interest based monetary policy transmission. Naye kamishna wa idara ya usimamizi wa deni la taifa Jafet Justin amesema maboresho hayo makubwa katika soko la dhamana za serikali yamekuja wakati shughuli za soko hilo zikiongezeka na kuwa sehemu muhimu ya upatikanaji wa fedha za kugharamia shughuli za maendeleo, na serikali inaendelea kujijenga soko la ndani ili liwe chanzo imara cha mitaji kwa sekta binafsi na kusaidia kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Huku afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CPA Nicodemus Mkama amesema uzinduzi huo umefanyika wakati masoko ya mitaji nchini yakiendelea kukua, ambapo thamani ya uwekezaji katika masoko hayo imeongezeka kwa 45%, huku soko la hisa likikua kwa 79%. Miaka mitatu minne tumefanya kazi kubwa sana pia ya kuliangalia soko la upili. Nadhani mwanzoni hata visibility ya taarifa ilikuwa kidogo limited, lakini kama sehemu ya transparency, naomba mkaangalie growth ya activities ambazo zimetokea kule. Naweza nikawaambia ni almost twice kile ulichokuwa nakiona. Kwa mwaka wa 25-26, nikichukua namba za Julai mpaka kuja mwezi wa 4 wa mwaka huu, ni zaidi ya trilioni 6.7 zilikuwa traded. Ni quite a massive growth ambayo ni zaidi ya 93%. Almost ni kama vile mara mbili ya kile ambacho tulikuwa tunacho kwenye mwaka uliopita wa fedha. Kwa hiyo kuzinduliwa kwa kielelezo hii tunaita bei elekezi. Kama EWURA ambazo anatoa bei elekezi kila mwezi, sasa tumepata bei elekezi. Jamani, makofi makubwa sana. Ninawashukuru sana. Soko letu liko salama na soko linaendelea kukua. Hongereni sana kwa kushirikiana pamoja na kuweza kulikuza soko letu. Makofi sana jamani. Dorcas Ramos, Channel 10. Utoroshwaji holela wa mazao ya nafaka katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ambao ulikuwa ukipelekea serikali kukosa mapato katika biashara za mipakani unatajwa kupungua kwa kiasi kikubwa baada ya kuanzishwa kwa mfumo rasmi wa kuwatambua na kuwasajili wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye mipaka ya Tunduma, Isongole na Kasumulu. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA mikoa Nyanda za Juu Kusini inasema imeanzisha utendaji wa kibiashara wa mfano katika maeneo yote ya mipakani na kwamba vibali zaidi ya 2000 vimeshatolewa kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara za mipakani. Tumewatambua wafanyabiashara wote kwa kuweza kuwasajili kwamba yule mkusanyaji anauza moja kwa moja kwa yule mnunuzi. Kwa hiyo lengo la mfumo huu wa Kasumulu Modo na Tunduma Modo ni kuhakikisha kwamba biashara inafanyika katika mazingira ya uwazi na kuweza kupata takwimu ambazo ni sahihi. Mwanzoni hapo serikali ilikuwa ikipoteza mapato mbalimbali, lakini kwa kupitia mfumo huu serikali imekuwa ikipata mapato. Ule utoroshwaji holela umepungua kwa asilimia kubwa sana. Mpaka sasa hizi vibali ambavyo tumevitoa ni zaidi ya 2000. Mkuu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko Witness Bashaka anasema pamoja na wafanyabiashara pia mamlaka hiyo imekuwa ikisaidia upatikanaji wa masoko na mbegu bora kwa wakulima, ambapo zaidi ya miche 1080 ya parachichi,
imesambazwa kwa wakulima. Na miche hii tulikuwa tukiitoa tunawasajili. Na zoezi hili kama nilivyosema ni endelevu, ambao mwaka huu tunategemea kufanya zaidi ya hiyo. COPRA tunayo dira yetu ambayo inatuongoza, ambayo ni kuongoza mabadiliko ya Tanzania kuelekea mifumo ya chakula ya kibiashara, shirikishi na yenye usawa inayowezesha ukuaji wenye manufaa kwa wote. COPRA tunasimamia mazao mengi. Moja ya mazao hayo ni zao la kibiashara la paleto, na wasihi wakulima waendelee kutumia kanuni bora za uzalishaji ili waweze kupata paleto yenye ubora mkubwa, ili uweze kuleta ushindani mkubwa katika soko na kupata bei nzuri ya zao. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kwa taarifa hiyo. Katika kufikia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa na usalama wa chakula, taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu nchini TOSCI imesajili mbegu mpya 133 zikiwemo 12 zilizosajiliwa kwa mara ya kwanza, huku ikiwachukulia hatua kali za kisheria ikiwemo kuwafidia wakulima wale wote wanaodaiwa kujishughulisha na ukiukwaji wa uuzaji na uzalishaji wa mbegu. Mwandishi wetu Leonard Mwacha ana undani wa taarifa hiyo. Mkurugenzi mkuu wa TOSCI Bwana Nyasebu Achimagu amesema mbegu hizo za ndizi tayari zimefungua soko Afrika Kusini na kuwataka wakulima kuchangamkia fursa hiyo. Kwa mara ya kwanza ndizi ambazo zimekuwa zikilimwa na wakulima, kwa maana migomba, zilikuwa hazijasajiliwa, na kwa hiyo ilikuwa ni chanzo pia cha uenezi wa magonjwa. Lakini kutokana na serikali, nadhani nimesikia hivi karibuni serikali yetu kupitia Mheshimiwa Rais ya kufungua masoko, tumefungua soko la ndizi Afrika Kusini. Kwa maana yake aina mpya hizi 12 ambazo tumezisajili kwenye ndizi, maana yake sasa ni fursa kwa wakulima kuhakikisha kwamba wanazalisha, wanatumia miche bora ya aina hizi mbalimbali za migomba zinazofaa katika maeneo kanda ya Ziwa, kanda ya kaskazini, kanda ya mbalimbali ambazo zinafaa kwenye maeneo mbalimbali ya kilimo, ili masoko ambayo tumefungua ikiwemo soko la Afrika Kusini tuweze kuhakikisha kwamba tunauza ndizi zinazokidhi viwango vya ubora. Katika hatua nyingine, watuhumiwa 22 wamefikishwa katika vyombo vya sheria kwa kukiuka taratibu za uzalishaji na uuzaji wa mbegu na kuchukuliwa hatua ikiwemo kuwafidia wakulima. Wamechukuliwa hatua mbalimbali za kisheria ikiwemo kufikishwa mahakamani, kulipa faini na kufidia wakulima pale ambapo imethibitika. Na tunawatahadharisha mtu yeyote mwenye nia ovu ya kuwadaa wakulima wasiendelee kuwauzia wakulima mbegu ambazo zina ubora, kwa sababu sisi TOSCI tuko muda wote. Lazima ukienda dukani uangalie stika imeandikwa TOSCI. Kama mbegu hiyo haina stika ya TOSCI, msikubali kuichukua hiyo mbegu, kwa sababu itakuwa haijakidhi viwango vya ubora. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Taarifa ya Leonard Mwacha inatuwekea utuo kwenye habari za biashara. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe kutupitisha viwanjani kitaifa na kimataifa. Endelea kutazama Channel 10 Plus.